Uliniambia vile vile nishughulikie mambo ya elimu. Pale tulikuwa na shida kubwa ya elimu. CBC ilikuwa inasumbua wananchi. Wananchi wengi walikuwa wanasema tunafanyishwa mtihani na watoto wetu jioni. Tengeneza gari, tengeneza box, unanunua hii, unanunua ile. Ama namna gani? Tukasema lainishe program ya CBC. Tulikuwa na upungufu mkubwa ya walimu. Walimu ambao walikuwa gap ya walimu ilikuwa ni walimu 1110 hawakukuwa darasani. Na ndio mimi nikasema ya kwamba tutatoa pesa ya serikali kwa sababu elimu ni ya muhimu, ndio inaleta usawa kati ya watu maskini na tajiri. Mtoto akisoma wanakuwa sawa na wenzao, na ndio tukaweka pesa nyingi. Nimetoa budget ya elimu kutoka bilioni 490 mpaka bilioni 700 kuhakikisha ya kwamba kila mtoto wa Kenya anapata nafasi ya kusoma. Nyinyi mnanielewa jameni? Na ndio sababu serikali ya Kenya tumeajiri kufikia Januari walimu 1,100. Kwa sababu ni lazima mtoto wa Kenya awe anatoka jamii ndogo, jamii kubwa, wachache, wengi. Wakienda shuleni wapata nafasi ya kusoma. Nyinyi mnanielewa? We have hired the highest number of teachers in 3 years in Kenya's history. Na tunasukuma hiyo maneno. Pia tumebadilisha mfumo wa kupatiana bursary na scholarships katika colleges yetu na university. Pale nyuma hatukuweza kujua mtoto wa kutoka jamii maskini ni nani. Lakini leo funding model yetu ya Kenya inafuata merit ya mtoto. Hatupatiani tena pesa kwa university, tunapatiana pesa kwa kila mtoto. Ndio tujue huyu mtoto anatoshana na usaidizi kiasi hii, huyu anatoshana na usaidizi kiasi hii. Ndio tuhakikisha kwamba watoto wa kutoka jamii maskini wanapatiwa scholarship 90%. Ndio tuhakikisha kwamba hata na wao wanaweza kusoma kama watoto wa Kenya wengine. Ndugu zangu, watu wa Kenya, tunaelewana? Tunaelewana? Na ndio tukasema vile vile ya kwamba lazima tuzalishe chakula ya kutosha. Pale nyuma mnajua wakati mimi nimechaguliwa rais, baada ya miezi 3 watu wakaenda barabarani sufuria kwa kichwa wanasema unga imepanda. Na unga ilikuwa 240 wakati mimi nachaguliwa. Sasa sijui ilikuwaje sasa ikawa mimi ndio mwenye makosa. Lakini hata na hivyo niliwaeleza wa Kenya, kama mnataka tuondoe aibu ya njaa, hatuwezi kufanya subsidy ya chakula ambayo iko kwenye maduka. Lazima turudi kwa mkulima ndio tuweze kumsaidia mkulima, kwa sababu unga haitoki kwa supermarket. Unga inatoka kwa mahindi kwa mkulima mashambani. Ama namna gani? Sasa ukienda kuzungumza na mtu wako kwa duka hapa, ati unaongea na yeye vile atapunguza unga. Atapunguza unga namna gani? Ndio tukarudi kwa mkulima, tukasajili wakulima wetu. Sasa katika digital platform yetu tuko na wakulima 7.2 milioni. Wote tunawapatia mbolea kwa mpango, tunawapatia mbegu kwa mpango. Na ndio sababu hiyo leo ile mazao yanatoka kwenye kilimo yameongezeka maradufu, na tunasonga mbele kama watu wa taifa letu la Kenya. Tunaelewana jameni? Na mambo ya afya vile vile ni vile nimewaeleza. So tumerekebisha mambo ya uchumi, tumerekebisha mambo ya afya, tumerekebisha mambo ya kuzalisha chakula, tumerekebisha mambo ya elimu ya watoto wetu. Na ndio nimesema mahali tulipo sasa, lazima pia hawa walio wachache, nyinyi kutoka jamii ndogo, pia na nyinyi tunataka sasa tuwajumuishe, ndio tutembee pamoja. Na ndio sababu hiyo tumetengeneza hii sera ambayo baraza la mawaziri limeidhinisha, itakuwa bunge mapema mwaka ujao. Na mimi nataka niwashukuru wabunge wako hapa. Simameni waheshimiwa. Hawa watu ni watu wazuri sana. Tuwapigie makofi. Tuwapigie makofi.
Asanteni sana waheshimiwa. Mumesikia